ni mmoja kati ya wasanii wa kongwe. Tunapozungumzia muziki wa Tanzania, Chidi ana mkono wake. Chidi Benz sana tunapozungumzia muziki wa Tanzania. Bahati mbaya wa Tanzania wenyewe, ingekuwa kule Marekani tunamzungumzia Chidi kama MC Ama. Kwa hiyo ndo waanzilishi. Kwa hiyo Tanzania hapa tuna mambo ya kupuuza watu. Tuna mambo ya kupuuza watu, lakini kuna watu ndio wamefungua njia ya watu kuja kupata riziki sasa hivi. Kwa hiyo ameondokewa na mama. Kwa hiyo mama yake Chidi ni mama yetu sisi wote. Kwa hiyo wasanii wa hip hop, wasanii wa bongo movie, wasanii wa riadha, wasanii wa mpira, wote ni baba huyu mmoja. Kwa hiyo tumeondokewa na mama. Mama ametangulia mbele ya haki. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa maamuzi yake, sababu hakuna mtu anayepingana na Mwenyezi Mungu. Muda ukifika utaenda. Lakini pili, kwa Chidi nilitamani, kwa sababu Chidi ni mtu wa watu. Benzi mtu wa watu, anacheka na watu, ana utani mwingi. Leo ndo tunampumzisha mamake. Niliamini katika kichwa changu kwamba Bongo Flava yote itakuwa hapa. Lakini tunajifunza, kuna washikaji wa baa, washikaji wa kuzikana. Lazima hata wenyewe wajifunze wadau kwamba kuna ushikaji wa baa, kunywa pombe, kuharibiana maisha. Haki mtu anayekuelekeza kwenye kunywa pombe anakuharibia tu life. Hamna chochote cha maana. Kwa hiyo tunajifunza. Nimewaona hapa wakongwe kabisa. Nimeona Suma hapa, Maji, nimeona Babu hapa, nimeona Banana, nimeona Misosi, nimeona Kalama. Wengi sijaona long time hapa. Naye Nguli, Askofu hapa. Lazima tukubaliane kubebana. Lazima tukubaliane kuzikana. Lazima tukubaliane kukimbiliana. Aliyekufa ni mama yetu sote, sio mama yake Chidi. Kwa hiyo linapotokea la msanii yoyote ambaye mama yake ametangulia mbele yake, kuna vitu vinne ukifiwa hivyo mzee hatari. Ya kwanza baba yako na mama yako, au akifariki kiboko kabisa. Lazima tukimbiliane. Cha pili mtoto wako au mkeo wa nne. Na cha tano ni wewe mwenyewe. Hiyo cycle haikimbiliki. Ya wazazi, mke, mtoto haikimbiliki. Kwa hiyo inategemea sana sasa ile ambushi ya watu waliokuzunguka kukupoza, ndio sisi sasa. Kwa hiyo niwaombe wasanii wote tusiwe wepesi sana, kwa sababu Chidi hapa ingekuwa sehemu ya kinywaji, wasanii wote wangemwambia Chidi njoo. Lakini leo kafiwa na mamake, hana mama mwingine tena. Ndio huyu mamake. Mimi nilitamani hapa niseme hapa pamefula. Na hatulazimishi mtu kuja kuzika, lakini kifo akikupishi, kipo kwako na kwa mtu yoyote. Kifo. Kwa hiyo jiandae, wewe star sana, jiandae. Kikija kwako unaishi vizuri na watu. Wewe ukiwa na formula ya kujiona pesa sio watu kuja, unaweza ukafiwa na pesa yako watu wasije vile. Au unaweza ukawa na mahusiano mazuri ya baa, lakini sio mzikaji. Kwa hiyo mimi kwangu naona kama tuliokuja hapa, kwanza ni washukuru wasanii wa Bongo Flava waliokuja hapa, wa zamani wote. Mmeonyesha uwezo wa kupendana sana. Hakuna binadamu mkamilifu. Chidi ana mazuri yake, ana mabaya yake, lakini sisi tumefiwa na mama. Mama wa Chidi ni mama yetu sisi. Kwa hiyo niwaombe sana wasanii tusiwe wazito kwenda kuzika. Kuzika ni ibada. Namba moja. Lakini namba mbili, tumwambie sasa Chidi Benz amekuwa. Mama ameondoka hivi. Yeye ndo baba, yeye ndo mama. Anatakiwa awe mtu mzima sana, akue sana Chidi Benz. Yale mambo yake ya kitoto, na ndio maana Mungu kampa kitambi. Unapopewa kitambi ni majukumu yale. Yale ni majukumu shekhe. Upewe kitambi kama una majukumu. Maana kitambi lazima watu wakuamini kutokana na kitambi chako, kwamba huyu mtu ana akili timamu, ana uwezo wa kulea familia. Ukiona una kitambi bado uaminiki vizuri sana. Ukiona na cha kwa mbali, basi hapo unaanza kufanyaje? Kuaminika. Kwa hiyo Chidi ndio baba, ndio mama kwa historia ya familia yake hapa. Tunaamini atalea familia hii, tunaamini atakuwa na vitu vya ujana tena. Tunaamini atakuwa strong,
kusimamia familia, atamuenzi mama yake kwa amani na utulivu wa kusimamia familia yake. Sawa Steve, hii hali inaonekana kama imekuwa ni mazoea sasa kwenye misiba kama hivi tunapokutana, zimekuwa ni kelele hizo kwamba wasanii ni wazito, wasanii wabadilike. Unadhani nini cha ziada kifanyike ili kujaribu kubadilisha hizi mentality kutoka kwa wasanii wetu labda? Huwezi kuzibadilisha kwa sababu wasanii wanaishi maisha sio yao. Huwezi kuzibadilisha, ni kiasi cha kumwomba Mwenyezi Mungu. Ukisema wasanii wanaishi maisha sio yao na maana gani Steve? Si wanamfuata mtu ambaye wanaona kuna manufaa, ndio utakuta wamejazana kibao. Wanamfuata mtu mwenye manufaa. Manufaa sio kuwa naye tu. Kwani Chidi Benz hawako naye? Wanamfuata mtu mwenye manufaa, mwenye matoleo. Wewe hapa kipato, umaarufu, nini? Unajua umaarufu na stage. Ni kama malaria tu. Malaria ina grade 1 na grade 2. Grade 1 ndio ile unang'oka. Grade 2 ndio ile unalazwa unaongezwa na drip, ile grade 2. Unielewa? Kwa hiyo wanakimbilia kule kwa watu ambao wanaamini kuna potential. Sasa mimi nimefurahi sana kuwaona wasanii wa Kongo wako pamoja. Inawezekana watu hawakuambii kwamba wewe ni mmoja kati ya vijana ambao una kalama ya kuunganisha vijana wenzako ili wapite kwenye njia ambayo ni salama. Uone kwamba ukitumia platform yako kama Steve ukazungumza na wasanii kwa kutumia page zako, kwa kutumia urafiki wako wewe ana kwa ana, kuambia namna ambavyo mmoja akipata matatizo kumkimbilia ni jambo la msingi sana, kwa sababu matatizo yanakuja kwa kila mmoja. Mtu aliyepitiliza, serikali sio wajinga kusema miaka 18 ukipita unaweza kushtakiwa. Mtu aliyopitiliza miaka 18 huwezi kumlazimisha kitu ambacho anakijua kabisa mbele naye kitamtokea. Sijui umenielewa? Hamna mtu anaepuka kifo. Ni muda tu. Na sisi ni muda wetu wa kupendana sana kwa sababu tuna muda mchache wa kuishi. Tuna muda mchache mno wa kuishi. Na hii sio kwa ajili tu tukimbiliane kwa sababu Chidi kafiwa. Hata nyinyi waandishi wa habari mkifiwa tunatakiwa tuwakimbilie. Kwa sababu ni wadau wetu katika taifa hili. Kwa hiyo mimi nadhani nawaambia kabisa kwamba wasanii jiungeni, hakikisheni mnakimbiliana kwenye matatizo. Leo mimi niliamini hapa Chidi hapa pangefurika kwa sababu Chidi ni mtu wa watu. Chidi amesaidia watu wengi. Kusaidia sio kwamba kukupa hela. Kusaidia ni kushirikiana na wewe, kushiriki kwenye matukio yao. Chidi ni mtu ambaye yani huwezi kumzungumzia Chidi vibaya. Ramatizo ni mtu tunapenda utani na nini, yani ni mtu mzuri. Na hasa katika kipindi hiki anachopitia ni kipindi ambacho tunahitaji kumkimbilia Chidi Benz. Kwa hiyo ndio maana nimesema kwamba wasanii wa Tanzania, msiba ungetokea Kinondoni shughuli ingekuepo. Ungetokea Mbezi Beach shughuli ingekuepo. Lakini umetokea huku Chanika, mtu akipiga hesabu Chanika mara mafuta anamtumia tu message Chidi, pole la milele mpe bwana, inna lillahi. Ya nini sijakuona? Kuna muda mwingine inna lillahi. Na Mungu amweke mahali pema vimati kama sijakuona rafiki yangu. Rafiki kwanza lazima uwepo afu mwambie bwana inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mashallah, hata Mwenyezi Mungu anaipokea. Kama ulishawahi kupata bahati labda kipindi cha uhai wake mama yake Chidi Benz labda ushaikukutana? Hilo nisiongope, sijawahi kukutana naye. Sijawahi kukutana naye lakini ni mama yetu. Mimi mama wa Banana Zoro mamangu mimi. Mama wa Inspector ni mamangu mimi. Mama Yohai mamangu mimi. Mama wa Sogi mamangu mimi. Kwa sababu yule mama amemzaa mtoto ambaye ametukutanisha katika maisha yetu ya kutafuta riziki. Ni mama, narudia tena ni mama. Mama wa Chidi, msiba wa Chidi yeye atalia sana, ni mamake mzazi. Mimi nitakuja kumpoza Chidi kwamba ni mama yetu. Umeshaniamini, mtoto wa nje. Kuna namna ambavyo watu wanasema kuna ubaguzi. Wasanii wa zamani ambao wamechonga barabara wanapopata matatizo, wasanii wapya kuwakimbilia na kuwashinda. Tofauti na wewe jinsi ambavyo unajitoa kwenye misiba mingi, kwenye shida nyingi, kwenye raha nyingi, unaonekana kwa namna moja au nyingine bila kujali huyu ni nani na ni wakati gani. Labda neno lako ni lipi la kuwakumbusha kwamba kuna jambo la muhimu kushikana inapotokea? Ndio maana tunawakumbusha hapa wasanii wapya wana jukumu ya kuwapa heshima wasanii wa zamani. Na heshima mojawapo ni kuwakimbilia nyakati za shida. Na shida mojawapo ni hizi hapa kwenye misiba na ndugu zangu ubeche huu. Asante.